Nataka jina moja tu la Wamkaya. Karibu tuweze kuangazia kwa pamoja historia ya Wahaya, ama tuweze kusema falme za kale za Kagera, na hii ni Wamkaya TV. Kabla ya mipaka ya kikoloni, kabla ya ramani kuchorwa kwa rula kwenye mwambao wa Ziwa Victoria, kulisimama falme zenye nidhamu, heshima au ustaarabu wa kipekee. Hizi hazikuwa hadithi, ilikuwa ni historia halisi. Karibu Wamkaya TV, tuweze kurudi kwa pamoja kwenye mizizi ya Afrika. Tutizame, je, asili na makazi kwao ilikuwa vipi? Wahaya ni jamii ambayo inapatikana katika mkoa wa Kagera, kaskazini magharibi mwa Tanzania, karibu na Ziwa Victoria. Ni sehemu ya jamii za Kibantu zilizohamia eneo la maziwa makuu karne nyingi zilizopita. Lakini hawakubaki tu kama jamii ya kawaida, waliunda falme zenye utawala wa kifalme kama Karagwe, Kihanja, Kyamutwara, Ihangiro, Misenyi, Bugabo, na kila falme ilikuwa na mfalme aliyeitwa Mkama. Huu haukuwa mkusanyiko wa watu tu, ilikuwa ni ustaarabu uliopangwa. Unaweza kujiuliza, je, pengine mfumo wa uongozi kwao ulikuwa vipi? Keti hapo niweze kukujuza. Mkama hakuwa tu kiongozi wa kisiasa, alikuwa pia kiongozi wa kiroho. Alionekana kama alama ya umoja wa jamii. Chini yake kulikuwa na machifu, wazee wa koo, wasimamizi wa ardhi. Maamuzi hayakufanywa kwa pupa, yalifanywa kwa ushauri, kwa hekima, kwa heshima. Na kisha kulikuwa na ng'ombe. Kwa Mhaya, ng'ombe hawakuwa mali tu, walikuwa ni ishara ya utajiri, heshima, mahali, mamlaka. Kwa Mhaya, ng'ombe ni uhai. Sehemu ya kutizama, kiuchumi ilikuwaje na vyakula vyao ilikuwa namna ipi? Wahaya ni wakulima hodari, walijulikana kwa kilimo cha ndizi, kahawa, maharage. Mfumo wao wa mashamba ya ndizi ulikuwa wa kitaalamu sana, tena uliohifadhi rutuba kwa vizazi, huku chakula chao kikuu kikiwa ni matoke, maharage, eshabwe, yani mchuzi wa maziwa ya kienyeji. Lishe yao ilitegemea sana ndizi na maziwa. Ardhi kwao haikuwa tu mali, ilikuwa urithi. Walilisi nini? Mila na utamaduni. Jamii ya Kihaya ilisimama juu ya heshima. Heshima kwa wazee, heshima kwa ukoo, heshima kwa mila. Ndoa haikuwa jambo la watu wawili tu, ilikuwa ni muungano wa koo mbili. Kulikuwa na majadiliano ya kifamilia, mahari ya ng'ombe, baraka kutoka kwa wazee. Katika sherehe, ngoma za asili zilipigwa, vinywaji vya asili vilitolewa. Jamii ilikusanyika kusherehekea. Ukoo ulikuwa msingi wa utambulisho. Kwa kutizama historia ya Wahaya, inaonyesha kitu kimoja muhimu. Kabla ya ukoloni, Afrika tayari ilikuwa na falme, ilikuwa na utawala, ilikuwa na ustaarabu. Hii si simulizi ya kujifariji, ni ukweli wa kihistoria. Kama unatokea Kagera au una asili ya Kihaya, unaweza ukaandika hapo chini kwenye comment. Na kama unataka tuendelee kuangazia pengine makabila mengine ya Tanzania, unaweza kubonyeza subscribe na kushare. Hii ni Wamkaya TV. Karibu tuweze kurudi kutizama mzizi wa asili, fahari Afrika, Afrika halisi, wa Afrika halisi. Sisi Wamkaya TV tunabeba utamaduni, tunajenga kesho.